Ndugu waandishi wa habari, utekelezaji wa kampeni hii ya msaada wa kisheria ya Mama Samia unajumuisha utoaji wa huduma zifuatazo. Moja, kutoa elimu kwa wananchi kuhusu haki za binadamu na utawala bora, mirathi, ndoa, ardhi, haki miliki, mali na utatuzi wa migogoro kwa njia mbadala. Hapa mnaweza mkaniuliza, Dar es Salaam tumekuwa pia tuna experience, tuna tajiriba ya masuala ya migogoro mingi ambayo ipo katika mkoa wetu. Moja ni migogoro iliyojikita katika masuala ya mitafaruku ya kindoa. Kwenye ndoa, baba na mama, familia ya upande mmoja au vinginevyo, inaweza kuibua misigano na mwisho wa siku kutokupelekea weledi na ufahamu wa kisheria, jambo ambalo mwisho inaweza likapelekea ugomvi hata kuuana. Lakini jambo jingine ni mirathi. Mirathi inasumbua sana katika mkoa wetu wa Dar es Salaam. Mirathi inasumbua sana, na ndio maana siku hizi tunaaswa kwa namna moja ama nyingine kuhakikisha tunaweka wosia, unasajiliwa wosia wetu, ili mwisho wa siku sasa kuepusha baadhi ya migogoro. Sasa nini zaidi kuhusu taaluma ya mirathi na utatuzi wa migogoro yake? Fika tarehe 16 ya mwezi wa 6 2025, viwanja vya Maturubai Mbagala, uweze kupata taaluma na mwisho suluhisho ila yale yanayokukabili. Lakini zaidi pia migogoro ya ardhi. Tunaona sehemu mbalimbali watu wanakwenda kwenye maeneo, wanapima maeneo ya watu hata bila vibali vya kufanya namna hiyo, wanatoa mpaka hati. Lakini kuna mahali unakuta kuna contradiction ya kisheria, hati inatolewa juu ya hati. Je, nini hiki kinachopelekea mambo haya yawepo? Fika tarehe 16. Wakati fulani pia kununua maeneo ya squatter na kuambiwa kwamba eneo hili na mtu mwingine, migogoro mingi inaibuka na mwisho wa siku kusababisha uvunjifu wa haki na uvunjifu wa amani. Lakini zaidi pia hapa Dar es Salaam pamekuwa pia pana migogoro mikubwa inayosababishwa na utapeli tu. Leo ukienda kwenye showrooms za magari nyingi, unakutana na migogoro ya watu kuuziwa magari yanayosemekana labda yana kilomita nyingi au kilomita chache, lakini kumbe ukienda in detail kuhusu gari hilo hali haiko hivyo. Lakini pia ukienda zaidi unakuta gari limeibwa mahali fulani, linakuja kuuzwa huku bila wewe kujua. Sasa fika tarehe 16, kuna jopo la wataalamu wanaojihusisha na masuala ya mbalimbali ya sheria za kimataifa, sheria za kibiashara, pamoja na sheria zinginezo nyingi ambazo zitakusaidia wewe kuweza kufanya maamuzi ambayo yanaweza kutokupelekea kwenye hasara au kwenye migogoro. Lakini jambo la pili pia ni kwamba ni kutoa ushauri wa kisheria na ushauri nasi kuhusu waathirika wa ukatili wa kijinsia. Nyie mnafahamu Dar es Salaam pia kuna vitabia vya baadhi ya watu kulawiti watoto wadogo au hata watu wazima. Kuna hiyo tabia kubwa. Lakini zaidi pia kuna watu wengine, akina mama kunyanyaswa au hata akina baba kunyanyaswa. Sasa fika uweze kupata ushauri, uweze kupata counseling ya namna gani tunaweza tukaenda kutatua migogoro hiyo, ili mwisho wa siku uweze kuijenga jamii ambayo ni pana, ni nzuri, ambayo imejaa weledi mkubwa wa kitaaluma katika sheria. Tatu ni huduma ya usajili wa vyeti vya kuzaliwa kupitia RITA. Nyie mnafahamu kwamba taifa letu ili uwe mkazi wa Tanzania kuna vitu vingi ambavyo tunaviangalia, na jambo moja wapo tunaweza tukasema wewe ni mkazi wa kuzaliwa wa Tanzania, ni raia wa Tanzania kwa ukazi, umezaliwa. Sasa nataka tujue citizenship yako. Je, una cheti? Na kama huna cheti, nini kiweze kufanyika? Je, nani anapata cheti? Mtoto anayezaliwa kwa siku moja au mtu mzima? Fika tarehe 16 uweze kupata msaada huu mkubwa wa kisheria. Ndugu waandishi wa habari, nitoe rai kwa wananchi wote kujitokeza kwa wingi katika shughuli hii za uzinduzi na kupata huduma za msaada wa kisheria wakati wa utekelezaji wa kampeni katika maeneo ambayo huduma hizi zitatolewa. Kama ambavyo nimesema, itakuwa ni rotation kutoka wilaya moja kwenda wilaya nyingine, lakini zaidi pia itakuwa ni mtaa, itakuwa ni kata, ili wananchi basi waweze kupata zile huduma ambazo zimekusudiwa. Na taarifa hii sasa kwamba tarehe 17 tutakuwa wapi, 18 wapi, itatolewa tarehe 16 ya mwezi wa 6 2025 kwenye viwanja vya Maturubai pale Mbagala.
Kwa hiyo kwa mtu yoyote mwenye swali, leo anakuwa wapi? Njoo tarehe 16 utasikia kesho utakuwa wapi. Ukifika tarehe hiyo, kila jambo litakuwa limekwenda vizuri. Nitoe rai kwa wale wana Dar es Salaam wote wanaokuja kwa ajili ya kupata suluhu la mambo haya, wahakikishe wanakuja na nyaraka zote za msingi ambazo zitasaidia jopo la wataalamu kuweza kushauri, kuweza kutatua ama kuweza kufanya jambo jingine ambalo litakuwa kwa mujibu wa kisheria. Maneno matupu kama mnavyofahamu huwa hayawezi kusaidia kuwa ni evidence ya kutosha tunapotatua migogoro namna hii. Njoo na nyaraka unazodhani wewe ni mmiliki wa ardhi, wewe ni mwanandoa, wewe huyu ni mwanao, huyu kweli umemzalia Mwananyamala, anahitaji cheti cha kuzaliwa au vinginevyo. Njoo na ushahidi wa kinyaraka ambao utasaidia kufungua ukurasa mzuri wa namna kukusaidia kuweza kutatua migogoro ulioileta mbele ya wataalamu. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, kampeni hii imeanza kutekelezwa mwaka 2023 na imetekelezwa kwa upande wa Tanzania bara, lakini pia Tanzania Zanzibar. Kwa upande wa Tanzania Zanzibar tumetekeleza mikoa 5 na upande wa Tanzania bara tumetekeleza mikoa 25 na mkoa wa Dar es Salaam unakuwa ni mkoa wa 26 tukikamilisha mikoa 31 ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na katika mikoa hii tumefikia zaidi ya wananchi milioni 2 wale ambao tumewahudumia mmoja, lakini pia tumeweza kufikia wananchi mbalimbali kupitia mitandao ya kijamii na vyombo vya habari. Tumeweza kufikia zaidi ya wananchi milioni 40 kupitia vyombo vya habari ambao wameweza kuyafuatilia matangazo yetu ya moja kwa moja, lakini elimu ambayo tulikuwa tunaitoa kupitia vyombo vya habari. Lakini pia Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, tumetatua migogoro zaidi ya 5,000 kati ya migogoro zaidi ya 20,000 ambayo iliweza kusajiliwa. Hiyo migogoro zaidi ya 5,000 ni ile ambayo ilitatuliwa papo kwa hapo, kama ambavyo umewaelekeza wananchi wa Dar es Salaam wale wanaoweza kuja na nyaraka zao, lakini tukaweza kupata upande wa pili, migogoro inaweza kutatuliwa papo kwa hapo tukiwa uwandani. Labda lingine, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, nifafanue pia kwamba timu za utekelezaji kama ulivyosema zitakwenda kwenye ngazi za kata. Kwa kila halmashauri tutakuwa na timu moja yenye wataalamu zaidi ya 15 ambao watapita katika kata 10 na kila kata moja watapita katika mitaa 3 kwa ajili ya kuweza kuhudumia wananchi. Na kama ulivyosema, huduma zitakazotolewa ni pamoja na kufanya mikutano ya hadhara, kutoa elimu, lakini pia na kutoa huduma nyingine mbalimbali za kisheria ambazo wananchi wanahitaji. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, nakushukuru.